Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 30. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao wamesoma shule ya msingi moja na hatimaye baada ya kumaliza shule ya msingi mbele walikuja wakatengeneza udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa channel yetu. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu katika sehemu yetu ya 30 ya simulizi hii. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kupata mambo yanayoendelea katika simulizi hii. Sikiliza ili uweze kujifunza mambo mengi yanayoendelea katika simulizi hii. Yaliyo mazuri yachukue na yaliyo mabaya achana nayo. Moja kwa moja, baada ya kumaliza wiki moja wakiwa katika yale machimbo mapya, ndipo ambapo waliamua kurudi. Wakaja moja kwa moja mpaka nyumbani. Kipindi hicho Recho ameshawasaka mno, lakini Kituro amekosekana kabisa katika jiji hilo la Bugureni. Kumbe hakuweza kujua kama endapo wapo katika migodi mipya, na hajajua kama endapo kuna mgodi mpya ambao umesanuka, ambapo ndipo bosi wao na kina Kituro ndiko ambapo alikohamia. Alikuwa hajui lolote. Baada ya kufika pale nyumbani, Kituro aliingia kwenye chumba chake namba 27, akaanza kuzungumza na kipenzi chake Angela. Mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: vizuri kabisa, nimemaliza muda mrefu, lakini naamini nimekukuta ukiwa salama kabisa kipenzi changu. Ni kweli mmenikuta nikiwa vizuri, lakini wakati mmepotea, ulipokuwa bado haujaja, siku ya kwanza tu wakati mmeenda kule machimboni, nilikutana na Recho. Ati nini? Nilikutana na Recho nikiwa nimetoka kununua mboga, nikakutana naye. Akasemaje? Sikiliza sasa kipenzi changu, usianze kuamaki. Tuongee tu vizuri, mimi nitakuelewesha. Nilikutana naye, akanipatia pesa kwamba wanakusaka wewe, akanipa shilingi 10,000 kwamba nitakapokupata basi nimpe taarifa. Kwa hiyo unaweza ukampa taarifa? Nimeshafika sasa. Wewe jamani, mbona anza kuwa hivyo?
umesikia mimi nataka nimpe taarifa, na umeanza kuwa kama shemeji yako. Edina aliacha kumsikiliza anachokizungumza Zegadi mpaka mwisho wa siku akachanganyikiwa. Kwa hiyo na mimi angalia nisichanganyikiwe, bado naendelea kukusimulia. Sasa wewe unaanza kuniambia mambo kama hayo, au unataka niumie ndani ya moyo wangu? Basi. Nakusikiliza sasa. Ni kweli Recho umekutana naye, sawa. Ikawaje sasa? Basi baada ya kuniachia hiyo pesa na akanipa na namba yake ninayo. Kwa hiyo kama kweli Gayu anaweza katusaidia katika kumkamata huyu, itakuwa ni vyepesi kwa sababu tayari na namba yake amenipa. Kumbe hapo sasa ndo amejichanganya. Hapo ndipo ambapo amejichanganya. Tena sio namba zake peke yake, hadi na picha nilimpiga akiwa hajielewi, alikuwa na hasira hizo. Basi sawa. Hebu unaweza ukanionyesha kwanza nikamuona huyo muuaji Israeli wa pili ambaye hajaagizwa na Mungu, ameagizwa na shetani kuua watu. Unaweza ukanionyesha hizo picha zake kwanza? Nionyeshe hizo picha. Kachukue zile pale simu. Chukua simu, ingia kwenye my photo. Baada ya kumaliza kuzungumza maneno kama hayo, basi moja kwa moja Kituro alienda akachukua simu pale pale ambapo alipokuwa ameiweka Angela, na akaangalia ndani ya hilo faili la my photo, na akaona picha nyingi kweli ambazo amepigwa binti huyu wa kuitwa Recho, akiwa na hasira za kumpata Kituro ili aweze kumhalalisha. Akazihamisha baadhi ya picha zake kwa kujirushia kwenye Bluetooth kwenye simu yake, na hatimaye baada ya kuzihamisha akakaa nazo. Hapo ndipo ambapo msosi ulipikwa, yani chakula, na kikaiva, na hatimaye wakala. Alitoka nje bwana Kituro baada ya kumaliza kula na kwenda moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake chumba namba 26. Akaanza kuzungumza na Zegadi huku akisema, bwana shemeji, kumbe yule mtu bwana, wakati sisi tumehamishwa kutoka katika mgodi ule wa mwanzo, kumbe aliendelea kunitafuta bwana. We, hivi kuna ukweli ndani yake? Ndio nakwambia, dada yako nimefika na amenipatia picha, na ninazo nyingi tu. Sikuwa na haja hata ya kuchukua na namba zake, kwa sababu namba zake mimi naamini tutazipata tu, lakini kwa picha tulizo nazo inabidi na wewe nije nikurushie pia na Gayu atumpelekee, na yeye awe na hizi picha, ili iwe ni vyepesi zaidi kumkamata huyu mtu, na tutamfungulia kesi nzito. Yaani hiyo kesi itakayofunguliwa, tumwambie Gayu wa kwamba ni kesi ambayo ni ya mauaji. Yes, anataka kukuua wewe. Wakati wanaendelea kuzungumza, Edina akawa ameingia ndani, na hatimaye wote wakatahamaki kama vile wanaanza kumtazama Edina.
Hapo ndipo ambapo Kituro alianza kugunaguna tu. Na baada ya kugunaguna hivyo, akiwa amemtazama Edina ndipo ambapo alizungumza huko akisema, Shem, kwani nimebadilika nini? Au mimi sio Edina yule wa zamani? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro akazungumza huko akisema, hapana, sio kwamba wewe sio yule wa zamani. Hapana, tunajaribu kuzilazimisha furaha ingawa moyoni mwetu kuna majonzi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Edina alizungumza huko akisema, he, majonzi tena? Si rafiki yako kabisa alikwambia kwamba haya mambo ya majonzi muachane nayo, na endapo mtapata na tatizo la aina yoyote inabidi mpigie simu? Umeshampigia simu kamwambia labda kuna kitu ambacho kinakusumbua? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro alizungumza huko akisema, sina haja ya kumpigia simu kwa sababu majonzi yenyewe ni ya kumkamata Israeli muua watu pasina. Basi bwana, acha niishie hapo. Kidogo Edina kaanza kuwa na mawazo. Yeye ndo anaenda kukamatwa awe na kuwaje? Kwa sababu mtu anapokuwa hajafafanua kidogo mambo yanakuwa magumu. Edina alianza kupumua kwa kasi. Akaanza kutweta akiwa hajui ni kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini hapo ndipo ambapo Kituro alizungumza huko akisema, ninakuona shemeji, umeanza kuwa kama vile na uoga. Sio wewe, sijakufafanulia tu, lakini kimsingi yule mbaya wangu ambaye anataka kuniua. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Edina hapo akapaza sauti, Shem, vizuri kabisa. Sikiliza nikwambie, yaani ni hivi, rafiki yangu ameniambia hivi, wakati ametoka kununua mboga sokoni hapo wiki iliyopita, si alikutana naye? Sikiliza, baada ya kukutana naye alimpatia pesa, akamwambia kuna kijana ambaye namtafuta, na alinionyesha mpaka na picha zake. Huwezi amini Shem, sije kama wewe amekuonyesha. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro alizungumza huko akisema, sasa ataachaje kunionyesha hali ya kwamba mimi ndo mwili wake? Tena yani kutokana na pesa ambazo nimezipata, bwana shemeji Zegadi, inatakiwa kesho wasikie kuna harusi, twende kule kijijini kwetu kule Shangaro kule, niwapelekee wazazi wangu mkwe akina Ayubu, niwapelekee mwenga bwana. Nataka nifanye haraka hata kama wataniua basi angalau niache nikiwa nimewatambulisha kwamba huyo ndio mwenga wao.
na mambo yaweze kukaa sawa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi naye alizungumza huku akisema, ni nani atakaye kuua? Zaidi natakiwa nisakwe mimi, kwa sababu mimi ndo mwenye makosa. Mimi ndo nimemkataa huyo Recho. Sasa kama kweli umeonyeshwa hizo picha Edina, basi ndo ujue huyo ndo Recho na ndo aliyokuwa ananitaka mimi. Kwa hiyo huyo baada ya kumkataa ndo anataka muue rafiki yangu. Si anamuua kwa sababu ipi? Baada ya kunisaka mimi eti wanamsaka Kituro. Kituro ana makosa gani? Unajua bwana, yani makosa nifanye mimi Zegadi, alafu aenda kauliwe Kituro. Kweli haya mambo ni ya kipumbavu sana, ila sema tu hajui. Mimi naona angenisaka mimi ndo ingekuwa vizuri. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Edina alijitutumua na kuanza kuongea. Akusake wewe, akuue wewe. Jamani, haya mambo nayo yazungumza hivi, unajielewa kweli unachokizungumza? Baada ya kusema huyu ni shetani ashindwe, wote hatushindwe, unaanza kusema eti afanikishe. Yeah, sawa, ni kwa sababu hujui ninavyokupenda. Sawa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro alianza kuwaaga ili aweze kutoka katika hicho chumba, aweze kurudi katika chumba chake. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 30 ya simulizi yetu hii Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Kituro baada ya kuwa amerudi nyumbani. Angela ameamua kumkalisha chini na akaanza kumweleza yale ambayo yamemkuta katika wiki hiyo iliyoisha, wakati wameelekea siku ya kwanza ambapo wameelekea mgodi mpya, yaliyokuwa yakitendeka huku nyuma. Lakini pia tumeona Edina akiwa anadhihirisha upendo wake kwa kipenzi chake Zegadi, baada ya kusema kwamba bora angesakwa Zegadi akauawa kuliko asakwe Kituro kwa ajili ya kuuawa. Tumemuona Edina ameumia kweli. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Bado naendelea kusisitiza, je, unahisi nini? Ni kweli baada ya kuwa na hizo picha atapewa Gayo, na Gayo atakapopewa hizo picha, ni kweli watamsaka na wao wataendelea kumsaka Recho, au watakaa nazo kama kujilinda? Endelea kufuatilia sehemu ijayo, huenda ukapata majibu. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha.